Hii ni Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashidi. Kiongozi wa waasi wa M23 Bertrand Bisimwa amefafanua uhusiano wa kundi hilo na rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila, huku kukiwa na mvutano wa kisiasa na ukosefu wa utulivu nchini Kongo. Bisimwa amesisitiza kuwa Kabila, sawa na raia mwingine yeyote wa Kongo, ana haki ya kujumuika na vuguvugu la upinzani na anapaswa kuheshimiwa kwa uongozi wake wa zamani licha ya mabishano yanayomzunguka sasa. Kwanza kabisa, Kabila ni raia wa Kongo, jambo ambalo tunaonekana kulisahau mara nyingi, na ana haki kama raia mwingine yeyote wa Kongo. Pili, alikuwa rais wa Kongo, aliongoza nchi hii na anapaswa kuheshimiwa na kile alichokifanya kwa nchi hii, iwe ni mazuri au mabaya, na tunamheshimu katika nafasi hiyo, Bisimwa aliwaambia waandishi wa habari. Aidha, ameeleza kuwa muungano kati ya M23 na Kabila unatokana na msimamo wa pamoja katika upinzani dhidi ya serikali ya sasa ya Kinshasa. Kabila sasa yuko upinzani na M23 pia iko katika upinzani. Kwa hiyo sote tuko upande mmoja tunapoikosoa serikali kwa makosa na utawala mbaya tunaouona nchini mwetu. Hii ndio sababu tuna uhusiano na Kabila, Bisimwa alisema. Matamshi yake yanakuja saa chache kabla msemaji wa M23 Lawrence Kanyuka kuthibitisha kuwasili kwa Kabila huko Goma, jiji la kimkakati ambalo kwa sasa linadhibitiwa na waasi wa M23. Rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila amewasili katika jiji la Goma. Tunamtakia makazi mema katika maeneo yaliyokombolewa kutoka Kinshasa, Kanyuka alichapisha katika ukurasa wake wa X mapema siku ya Jumapili. Kurejea kwa rais huyo wa zamani nchini Kongo kunasadifiana na tukio muhimu lililotokea siku chache baada baraza la seneti la DRC kupiga kura kwa siri ya kuondoa kinga yake na hivyo kumweka wazi mbele ya mashtaka. Kura hizo zilikuwa 88 za ndio na 5 zilizopinga, kufuatia madai ya Kinshasa kwamba Kabila alikuwa na uhusiano na vuguvugu la waasi la M23. Mamlaka katika mji mkuu zinadai kuwa imekusanya ushahidi unaomhusisha mkuu huyo wa zamani wa nchi katika uhaini, uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu na kushiriki katika harakati za uasi. Shutuma hizo zinaashiria kuongezeka kwa kasi kwa msimamo wa serikali dhidi ya mtu aliyeitawala DRC kwa takriban miongo miwili kabla kujiuzulu mwaka 2018. Kabila amekanusha vikali mashtaka hayo na kukemea mfumo wa mahakama wa nchi hiyo. Kuhusu mfumo wa haki, umeacha kabisa majukumu yake na kuruhusu wenyewe kutumiwa waziwazi kwa malengo ya kisiasa. Kwa hiyo si chochote zaidi ya chombo cha ukandamizaji kwa udikteta unaojaribu sana kutaka kuishi nchini mwetu, Kabila alisema katika hotuba yake aliyoitoa siku ya Ijumaa kutoka eneo ambalo halikujulikana. Pia alitoa wito wa kuondolewa kwa wanajeshi wote wa kigeni kutoka ardhi ya Kongo, akisisitiza kuwa mamlaka nchi hiyo sio kwa ajili ya mazungumzo. Kama mwanajeshi, niliapa kutetea nchi yangu kwa wivu mkubwa. Ninasalia kuwa mwaminifu zaidi kuliko hapo awali kwa kiapo hiki, Kabila alisema. Na tukisalia huko nchini Kongo, ni kuwa shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema kuwa kundi la waasi la M23 limewaua, kuwatesa na kuwashikilia baadhi ya mateka, huku wakiwaweka katika mazingira ya kinyama kwenye maeneo ya kizuizini huko Goma na Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vitendo hivyo vinakiuka sheria ya kimataifa kibinadamu na vinaweza kuwa uhalifu wa kivita, Amnesty International ilisema. Ripoti iliyotolewa na shirika hilo imesema kati ya Februari na Aprili mwaka 2025 ilihoji raia 18 waliokuwa wafungwa, wanaume wote ambao walishikiliwa kinyume cha sheria katika maeneo ya kizuizini na M23 huko Goma na Bukavu, 9 kati yao wakiteswa na wapiganaji wa M23. Kulingana na taarifa shirika hilo, ngozi iliyojivisha kundi la waasi la M23 ya kuleta amani mashariki mwa Kongo ni njia ya kuficha maovu yanayotendeka dhidi ya wale wanaoamini kuwa wanaenda kinyume na matakwa yao. Shirika hilo limetoa wito wa kundi hilo kuachilia wale wanaowashikilia mateka mara moja na kwamba wanastahili kuonyesha ubinadamu kwa kila wanemzuia na wawaruhusu kuwa na mawakili na familia zao. Na tukielekea huko nchini Uganda, ni kuwa Rais Yoweri Kaguta Museveni na mkewe Janet wameomba msamaha katika tukio ambalo ni nadra sana la kukubali kutokea kwa makosa hapa na pale katika mkutano uliofanyika katika uwanja wa Uhuru Kololo, viunga vya jiji kuu la Kampala, Uganda. Museveni na mkewe wamezungumza hayo wakiwa katika mkutano wa Injili, ambapo walisimama pamoja na kukiri kuwepo kwa mapungufu katika uongozi, kutokea kwa ufisadi na kujitenga kwa raia. Kama viongozi wakuu wa National Resistance Movement NRM, tunawajibika kwa makosa yote
tulioyafanya sisi wenyewe, mawakala wetu na wawakilishi wetu. Kwa hivyo tunasimama hapa kutubu na kuomba radhi, hasa kwa wananchi wa Buganda na nchi nzima. Tunaomba urejesho na upendeleo. Katika hotuba yake, Rais Museveni alipongeza kanisa kwa kile alichoeleza kuwa ni mabadiliko makubwa kutoka kuwa sehemu ya tatizo hadi sasa kuwa msingi wa amani, uwajibikaji na maendeleo ya kiroho kote nchini Uganda. Mungu arejeshe neema ambayo tulikuwa nayo mwanzoni na kutuunganisha tena kwa umoja wetu wa kitaifa na kujitolea kwa mabadiliko ya kijamii na kiuchumi katika nchi yetu pamoja, viongozi hao wawili walisema katika taarifa yao ya pamoja. Mkutano huo ulivutia maelfu ya waamini kutoka nchi nzima ya Uganda kwa sala, ibada na wito mpya wa mabadiliko ya kitaifa kupitia imani. Na tukitoka nje ya bara la Afrika, ni kuwa kundi jipya la usambazaji wa misaada lenye utata linaloungwa mkono na Marekani na Israel limeanza kufanya kazi huko Gaza. Wakfu wa misaada ya kibinadamu wa Gaza ulisema shehena lori ya chakula imepelekwa kwenye maeneo salama na kwamba imeanza kusambazwa kwa watu. Haijaeleza ni wapi na ni kiasi gani cha msaada kilikuwa kimetolewa. Kundi hilo ambalo linatumia wakandarasi wa usalama wa Marekani wenye silaha linalenga kuukwepa Umoja wa Mataifa kama msambazaji mkuu wa misaada kwa Wapalestina milioni 2.1 huko Gaza, ambapo wataalamu wanaonya juu ya njaa inayokuja baada ya kizuizi cha Israel kilichochukua wiki 11. Umoja wa Mataifa na mashirika mengi ya misaada yamekataa kushirikiana na mipango ya shirika hilo ambayo wanasema inakinzana na kanuni za kibinadamu na inaonekana kama msaada wa silaha. Katika taarifa iliyotumwa kwa waandishi wa habari, shirika hilo lilitangaza kwamba limeanza operesheni huko Gaza na kuwasilisha mizigo ya chakula kwenye malori kwenye maeneo salama ya usambazaji, ambapo usambazaji kwa watu wa Gaza ulianza. Malori zaidi yakiwa na msaada yatawasilishwa huku mtiririko wa misaada ukiongezeka kila siku, taarifa iliongeza. Picha za kitini zilionyesha zaidi ya wanaume 12 wakiwa wamebeba masanduku kutoka eneo ambalo halijabainishwa. Na jeshi la ulinzi la Israel IDF limetangaza mapema Jumanne kwamba limenasa kombora lililorushwa kutoka Yemen na kusababisha ving'ora vya mashambulizi ya anga nchini kote. Waasi wa Houthi wa nchini Yemen wanaendelea kurusha roketi dhidi ya Israel wakidai kuwa ni mshikamano na watu wa Palestina licha ya kukubali kusitisha mashambulizi dhidi ya meli za Marekani. Ikijibu, Israel ilifanya mashambulizi ya anga ikiwa ni pamoja na lile la Mei 6 lililoharibu uwanja mkuu wa ndege wa Sanaa na kuua watu kadhaa. Haya yanajiri baada ya Marekani kukanusha siku ya Jumatatu kuwa Hamas imekubali pendekezo la kusitisha mapigano huko Gaza ambalo linaripotiwa kujumuisha kuachiliwa kwa mateka 10 kwa awamu 2 na mapatano wa siku 70 ya kusitisha vita. Na rais wa Irani Dr. Masoud Pezeshkian kwa mara nyingine tena amesisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu inaunga mkono usitishaji wa vita wa kudumu kati ya India na Pakistan, akitoa mwito wa kufanyika mazungumzo kati ya nchi za kikanda ili kutatua mizozo iliyopo na kuimarisha amani. Akizungumza katika mkutano wa pamoja wa waandishi wa habari akiwa na waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif mjini Tehran, Pezeshkian amesisitiza umuhimu wa mashauriano zaidi kati ya nchi za kikanda na washirika wengine wa kimataifa ili kufikia lengo hilo. Kadhalika, Dr. Pezeshkian amesema mpaka kati ya Irani na Pakistani lazima ulindwe dhidi ya aina yoyote ukosefu wa usalama na ugaidi. Amesisitiza kuwa hivi sasa Asia Magharibi na Asia Kusini zinahitaji usalama na amani zaidi kuliko wakati mwingine ule, jambo ambalo linasisitiza haja ya mashauriano na maingiliano chanya na nchi jirani na washirika wengine wa kimataifa. Pezeshkian amesema kuwa yeye na waziri mkuu wa Pakistan pia wamejadili masuala ya kikanda na ulimwengu wa Kiislamu, ikiwa ni pamoja na ukatili unaoendelea wa Israel huko Gaza. Teherani na Islamabad zimetoa mwito kwa nchi za Kiislamu kuwaunga mkono kikamilifu watu wanaodhulumiwa Palestina na Gaza, alisema Dr. Pezeshkian. Waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif kwa upande wake amesema nchi yake inaunga mkono kwa uthabiti mpango wa amani wa nyuklia wa Iran, akisisitiza kwamba Pakistan haitaruhusu mtu yoyote kutumia vibaya eneo lake kutekeleza hatua za kichokozi dhidi ya Tehran. Na tukiendelea kusalia huko nchini Iran, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Iran amesema kwamba taifa la Irani halitikisiki mbele ya mbinu za mashinikizo ya Marekani na kutupilia mbali madai ya Washington yanayotaka Jamhuri ya Kiislamu kuachana na haki yake ya kutumia nishati ya nyuklia kwa malengo ya amani. Ismail Baghei katika mahojiano na CNN kama alivyoripotiwa kwenye tovuti ya kituo hicho amesema wa Iran hawatalegezwa kwa mashinikizo yoyote. Mnapozungumza kwa lugha mashinikizo, wa
Irani husimama kwa sauti moja na hakika tutalinda usalama wetu wa taifa, aliongeza Baghei. Afisa huyo alikuwa akizungumzia msimamo wa mara kwa mara wa maafisa tofauti wa Marekani wanaotaka Irani iachane kabisa na shughuli zake za kurutubisha madini ya urani ambayo ni muhimu katika sekta ya nyuklia. Amebainisha kuwa kama lengo la Marekani ni kuwanyima wa Irani haki yao ya kutumia nishati ya nyuklia kwa matumizi ya amani, basi hilo litakuwa tatizo kubwa kiasi kwamba linaweza kuhatarisha mchakato mzima wa amani. Baghei alikuwa akiashiria mazungumzo yasiyo moja kwa moja yanayoendelea kwa upatanishi wa Omani kati ya pande hizo mbili tangu Aprili 12. Kiongozi huyo amebaini kuwa ukweli kwamba hadi sasa tumeendelea na mazungumzo na kuonyesha kuwa kuna kiwango fulani cha maelewano kwamba Irani haiwezi kwa hali yoyote ile kuachana na haki yake ya kutumia nishati ya nyuklia kwa njia ya amani. Marekani pamoja na mshirika wake mkuu Israel wamekuwa wakisisitiza mara kwa mara kuwa Irani isitishe kabisa shughuli zake za nyuklia. Licha ya mashinikizo hayo, Teherani imesimama imara kutetea haki yake ya kiuhuru ya kuendeleza programu za nyuklia kwa matumizi muhimu ya kiraia. Hivi karibuni kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, alisema na nukuu, "Ni makosa makubwa kwa Marekani kushinikiza kusitishwa mpango wa Iran wa kurutubisha urani kwa ajili ya matumizi ya amani," akisisitiza kwamba Jamhuri ya Kiislamu haina haja ya ruhusa kutoka kwa taifa lolote la kigeni ili kuendeleza shughuli zake hizo. Baghei amesisitiza kuwa bado kuna uwezekano wa pande mbili kufikia mwafaka. Na waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov amesema Moscow imebaki kuwa mshirika wa kweli na wa kuaminika kwa mataifa ya Afrika kwa kusaidia juhudi za kuimarisha mamlaka zao ambazo zinatishiwa na aina za kisasa za ukoloni. Lavrov ametoa kauli hiyo wakati wa maadhimisho ya siku ya Afrika yaliyoandaliwa katika Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Urusi mjini Moscow. Akihutubia mabalozi na maafisa wa Afrika, ameashiria msaada wa muda mrefu wa Russia kwa mataifa ya Afrika ulioanza enzi ya Umoja wa Kisovieti, ambapo Moscow iliunga mkono harakati za ukombozi wa kitaifa na kusaidia katika kuangusha mifumo ya kikoloni. Amesema leo hii Urusi inaendelea kushiriki katika kuimarisha nafasi ya Afrika kama kitovu cha kipekee chenye ushawishi katika maendeleo ya dunia. Tutaendelea kusaidia mataifa Afrika katika kuimarisha uwezo wao wa kujilinda, kupambana na ugaidi na kuhakikisha usalama wa chakula na nishati. Mwisho wa kunukuu. Lavrov amesifu kauli mbiu ya Umoja wa Afrika kwa mwaka 2025 kama ishara ya juhudi za dunia kushughulikia dhuluma za kihistoria na kukaribisha azimio la Umoja wa Mataifa linalotaka kuwe na siku maalum ya kimataifa kukabiliana na ukoloni. Amehimiza mashirikiano zaidi kuelekea ulimwengu wa haki wenye mihimili kadhaa ya kiutawala na akasisitiza tena uungaji mkono wa Urusi kwa nafasi ya Afrika katika uongozi wa dunia, ikiwemo uwakilishi wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Moscow imetangaza kuwa kukuza mahusiano na mataifa ya Afrika ni miongoni mwa vipaumbele vyake vikuu vya sera ya kigeni na kuongeza uwepo wake barani Afrika, ambapo mataifa kadhaa yakiwemo ya Afrika Kusini, Niger na Burkina Faso yanaiangalia kama mshirika wa kuaminika. Lavrov amesisitiza tena dhamira ya Urusi ya kuendeleza ushirikiano na mataifa ya Afrika kupitia majukwaa kama vile kilele cha Russia na Afrika na kutekeleza makubaliano yaliyofikiwa. Ametangaza kuwa mkutano wa mawaziri wa jukwaa la ushirikiano kati ya Urusi na Afrika utafanyika katika nchi moja ya Afrika baadaye mwaka huu na kuwa utaandaa mazingira ya mkutano wa tatu wa kilele wa mwaka 2026. Balozi mpya Colombia katika ardhi ya Palestina zinazokaliwa kwa mabavu amesema ulimwengu haupaswi kufumbia macho raia wa Gaza wanaoteseka huko Gaza na ukingo wa magharibi mwa mto Jordan unaokaliwa kwa mabavu. Jorge Ivan Ospina ameyasema hayo na kuongeza kwamba Colombia iko tayari kutoa matibabu kwa maelfu ya Wapalestina waliojeruhiwa katika vita vya Israeli dhidi ya Gaza. Watu hawawezi kufa kwa njaa, ni lazima wapate matibabu ya haraka na lazima washughulikiwe, ameongeza balozi huyo. Katika ujumbe wake, Ospina alitangaza hadharani kuteuliwa kwake na kumshukuru Rais Gustavo Petro wa Colombia na Waziri wa Mambo ya Kigeni Laura Sarabia kwa uteuzi huo, akishutumu vikali mauaji ya kimbari ambayo Wapalestina wanakumbana nayo leo hii, akisisitiza kuwa atafanya juhudi kuelekea uhuru wa watu wanaoishi huko Palestina. Uteuzi huo unaashiria hatua muhimu katika kuimarisha uamuzi wa Colombia wa kulitambua rasmi taifa la Palestina mnamo mwaka 2018. Na tuhitimishe rubaa za kimataifa ambapo Rais wa Azerbaijani Ilham Aliyev ametoa mwito kwa mataifa ya Kiislamu kuungana na kusimama bega kwa bega katika kupambana na chuki dhidi ya Uislamu.
Katika hotuba iliyosomwa kwa washirika wa mkutano wa kimataifa siku 2 huko Baku wenye mada Uislamu katika darubini, kufunua upendeleo, kuvunja unyanyapaa, Aliyev amesema kuwa mambo mengi ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa mwelekeo wa chuki dhidi ya Uislamu kunafanya iwe muhimu kwa mataifa ya Kiislamu sio tu kuungana, lakini pia kuimarisha mshikamano wao na kupanua uungaji mkono wa pande zote. Lazima tusimame kwa mshikamano katika kupambana na chuki dhidi ya Uislamu ambayo inatesa ulimwengu wote wa Kiislamu na kupaza sauti zetu kupinga dhuluma hii na mienendo hii yenye madhara, Aliyev amenukuliwa akiambia mkutano huo. Uadui dhidi ya Uislamu, chuki na kutovumiliana dhidi ya Uislamu na hisia dhidi ya Uislamu zinazidi kuenea na kuwa kali, Aliyev amesema, akielezea kwamba chuki hizo dhidi ya Uislamu zinajidhihirisha kwa sura mbalimbali. Mwisho wa Rubaza Kimataifa. Jina langu ni Awadhi Rashid.